tuupende huu mchezo. Weka kwenye mfumo tu. Ukikaa kwenye mfumo utapata nafasi. Kinachogomba ni watu kutokufuata utaratibu. Sidhani kama kuna mtu anakatazwa watu wamefuata utaratibu asinyimwe kufanya jambo. Unarudi pale pale, ni wale tu wanaotaka kufanya hili jambo kwa manufaa yao binafsi bila kufuata utaratibu. Na hatusemi kwamba watu wasinufaike kupitia ngumi. Nufaika, na sisi tunataka unufaike. Yaani tunataka promoter apate pesa, atajiriki. Ukitajirika si ndio unakuwa tajiri wa nchi? Unaajiri watu, unahudumia jamii. Si ndio tunachotaka? Bondia apate chake, kocha apate chake, kila mtu apate chake, lakini tufuate utaratibu ili tu avoid kufanya yale mambo ambayo mwisho wa siku yanaifanya tasnia yetu tunakosa kuchafua hili bango hapo. Kwa sababu hili bango linakosa kuchafuka kwa sababu gani? Mtu akishajua kuna migogoro, hakuna transparency, mtu unataka kwenda kwenye pambano la ngumi unajiuliza, nikifika pale nitakutana na labda nitapigwa chupa kichwani. Haji mtu. Kwa tunataka tuifanye hii michezo ifanyike katika mazingira ambayo kila mtu atavutiwa. Nitoe wito. Mwisho kabisa, naelekea mwishoni sasa. Wito wangu wa kwanza ni kwa wadau wote wa sekta ya ngumi. Nimeshasema na narudia tena. Ambaye ataonekana anavunja taratibu, vyombo vya serikali vipi? Hatutachoka. Sio mimi nipo. Mimi naweza nisiwepo, lakini chombo kipo. Nikiondoka mimi atakuja mwingine, ni chombo kitasimamia. Hatutachekea mtu. Tuna muda mrefu sana tunafanya transformation ya ngumi, hatufiki mwisho, tumechoka. Tumeanza 2020. Tukafika mahali tukaona kuna comfortability kidogo. Tunaenda mbele, tunarudi nyuma. Hatusemi tulikokuwa na tuliko ni sawa, lakini tunataka kwenda juu zaidi, na uwezo huo tunaona upo. Kama leo hii tuna sponsors. Tuna mtu kama kaka yangu Haji amekuja hapa, anataka kufanya jambo hapa. Inashindikana? Haishindikani. Kwa hiyo naomba nitoe wito wangu wa kwanza kwa wadau wote wa ngumi. Kila mtu aitambue role yake, tuishi kwenye mfumo na utaratibu, tutafanya vizuri. Wito wangu wa pili nitautoa kwenu nyie kamati, kamisheni. Naomba mjitahidi kuhakikisha kwamba mnawashirikisha watu wanaoelewa mchezo. Msiwaweke pembeni. Nimefurahi kuwaona wapo humu kumbini, lakini mtu anayekuja na mawazo yake, pokea mawazo yake. Unaona anaweza kuifanya hiyo kazi, mpe afanye. Hawezi kuifanya, mpe anayeweza. Kwa sababu hatuangalii kwamba kwa sababu kaleta wazo basi afanye yeye, hapana. Naomba msiwatenge wadau wa ngumi wenyewe pase. Kuweni nao kwa kuchukua idea zao, kwa kuwashirikisha kwenye kazi na mambo mengine kama haya. Naomba nitoe wito wangu mwingine kwa wadhamini wetu. Kwanza niwashukuru sana. Na hapa naongea kwa utuo kabisa. Niwaambie kitu, kwa nini Tanzania tumekuwa nyuma kwenye sekta ya michezo. Hakuna industry inayohitaji gharama kubwa kuiendesha kama michezo. Watu hawajui. Leo tunazungumzia kiwanja kimoja kinajengwa kwa mabilioni ya hela. Leo tunazungumzia bondia mmoja anaposafiri, msichukulie simple, kumlipia tiketi ya ndege kwenda na kurudi, hoteli anayolala, kumtrain kwenye gym, sio hela ndogo. Huyo ni mmoja. Tuna michezo isiyopungua 40. Serikali peke yake haiwezi. Ndio maana serikali sasa inafanya nini? Inatengeneza mazingira wezeshi kuwapata kina Haji Arafat waingie kwenye mfumo, kuwapata kina Azam waingie kwenye mfumo, kuwapata hao kina Hightech, kuwapata hao kina Aviv, kina K4S, kina Justify, kina Robi One na wengine wengi. Hawaji sehemu ambayo ina kelele. Sasa anayetuliza kelele ni nani? Ni serikali ambayo ni nani? Chini yake moja wapo baraza la michezo. Lakini baraza likifeli, lina vyombo vyake vingine. Tuna TAKUKURU, tuna polisi, tuna sekta nyingi sana ambazo hawa wasumbufu waletee. Tunaomba muwalete, lakini wito wetu ili hawa waweze kuja, ni lazima mambo yetu huku yawe yamenyooka. Kwa hiyo naomba nitoe wito kwa wadhamini wetu wote. Kwanza serikali ina appreciate uwepo wenu na inawapenda na inawakubali sana. Lakini niwaambie siri ambayo labda inawezekana mmoja hamjui. Wadhamini, tuko live. Kama tuko live itakuwa recorded, itaenda. Hakuna sehemu ambayo mtu utapata mileage kwenye product yako, kwenye kampuni yako kama kwenye michezo. Sasa sisi upande wetu, kwa mfano kwa maana ya serikali pamoja na vyama, tunajitahidi kuweka mambo yawe sawa, kusiwe na kelele. Tunawasubiri tunyie mje, tuwapigie debe.